mzigo? Hilo tumeshalieleza kwa undani zaidi kwamba mwananchi ndio anabeba mzigo. Tutakumbuka Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati anaitwa Bwana Mataragio alitoka na akawaambia Watanzania kwamba bado tuna hifadhi ya mafuta ya kutumia kwa miezi mitatu. Na kama mnavyokumbuka, tangu baada ya vita ya Uganda na Tanzania miaka ya 79, Mwalimu Nyerere alijenga matenki ya kuhifadhia mafuta ya TIPA baada ya kujifunza kwamba kunaweza kutokea dharura na nchi ikaingia kwenye crisis, kwenye matatizo. Mwalimu akajenga matenki ya kuhifadhia mafuta ya TIPA ambayo yako Kigamboni, na matenki haya yamekuwa yakihifadhi mafuta ya ndani ya nchi na mafuta ambayo yanasafirishwa kwenye nchi ambazo zinatumia bandari yetu. Na ndiyo maana Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati alituambia kwamba kuna mafuta ya miezi mitatu. Sasa kama tuna mafuta ya miezi mitatu ambayo huu mgogoro ulipoanza huko yalikuwa tayari yako ndani ya nchi, inakuwaje hayo mafuta yapande bei ghafla kabla ya ingizo la mafuta mapya ambayo yameingia nchini? Lakini vile vile kuna swala ambalo la makatel, watu ambao wamejimilikisha uchumi wa nchi yetu, wanaonunua mafuta na kuagiza mafuta kutoka nje. Kampuni moja, tuna taarifa ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwamba kampuni moja ambayo inaubia na watu wakubwa walioko serikalini ndiyo ilipewa tenda ya kuagiza mafuta peke yake na TPDC, na yenyewe ndio ina control kwa monopoly bei za mafuta na kusababishia Watanzania matatizo makubwa namna hii. Kwa hiyo hitimisho, Chadema tunasema nini na nini tunachotaka kifanyike kwa haraka? Chadema inaamini kuwa watawala dhalimu wameshindwa kuchukua hatua madhubuti kulinda wananchi dhidi ya hatari za soko la kimataifa na mifumo dhaifu ya ndani inayochangia kupanda kwa bei hizi. Kwa hiyo leo, kwa sauti ya uwazi, kwa sauti ya uadilifu, kwa sauti ya uchumi wa mwananchi, tunasema tunazitaka mamlaka zitekeleze, na Watanzania kwa sauti moja tudai haki hii ya maamuzi ya kupata ahueni kwenye mafuta kwa kutaka yafuatayo yafanyike. Moja, kuondoa kodi na tozo zote takribani 18 kwenye mrorongo wa bei ya lita ya mafuta. Jambo hili liendane sambamba na kuweka wazi mfumo wa utaratibu wa uagizaji wa bei ya mafuta katika hali iliyopo sasa nchini. Kwa tunataka tozo na kodi mbalimbali ambazo zinafikia 18 ziondolewe, serikali ziondoe, hii serikali dhalimu, ili kuwapa wananchi ahueni. 2, mamlaka itangaze mara moja mpango wa ahueni wa bei ya mafuta kwa muda, yani temporary fuel relief window ya siku 60 mpaka 90. Tunaitaka mamlaka husika kutoa ruzuku ya muda, yani targeted subsidy, ili kuwalinda wananchi na sekta nyeti kama usafirishaji na kilimo. 3, mamlaka iandae na ilete mpango wa dharura wa kuzuia kupanda kwa bei ya mafuta, yani fuel shock, kugeuka kuwa hatari ya bei ya vyakula, yani food crisis. 4, na mwisho, kwa vile mamlaka ilitoa taarifa kwa Watanzania kuwa nchi ina akiba ndani ya mafuta kwa miezi mitatu mbele, mamlaka ithibiti bei kwa miezi mitatu, kwa sababu hayo mafuta yalikuwa tayari yako ndani ya nchi na tunaamini yalikuwa kwenye hifadhi zetu ambayo yamefanywa na bulk procurement, lakini vile vile yamehifadhiwa kwenye matenki ya kwetu ya TIPA. Chadema tunasisitiza kuwa hali hii siyo ya kuvumilika
na haiwezi kuvumilika. Ni wajibu wa mamlaka husika kuwalinda wananchi wake kwa vitendo, si kwa maneno maneno. Tumechoka na maneno yao, kila siku wanaongea wanatuimbia. Sisi hatutaki hayo maneno. Wajibu wa mamlaka ni kulinda wananchi. Kupanda bei ya mafuta ya diesel na petroli kwa kiwango cha kuumiza wananchi namna hii si jambo la bahati mbaya, bali ni matokeo ya uzembe, wizi, ufisadi, kama ilivyothibitishwa kwenye ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, ukosefu wa uwajibikaji na sera mbovu zinazoumiza mwananchi. Hatutakubali nchi iendeshwe kwa maamuzi yanayowaumiza wananchi huku wachache wakinufaika. Tunataka haki, tunataka unafuu wa maisha, na tunataka vifanyike sasa. Asanteni kwa kunisikiliza.